Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau karihal mushrikun. Amma ba'd, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake akatujalia tukawa Waislamu, na Uislamu ni neema kubwa kuliko zote katika hii ardhi. Lakini tutakaposhindwa kushukuru, sisi tutakuwa ni katika watu wenye hasara kuliko wote waliokula hasara kwenye ardhi, kwa sababu kuwa Muislamu si kwa sababu una akili nyingi sana. Allah ana viumbe wake wana akili na wanazitumia, lakini kwa sababu ya kukosa imani wanatumia akili zao kwa maslahi ya dunia, akhira hawana habari nayo. Na mimi na wewe tuliotunukiwa neema ya Uislamu, halafu tusiithamini neema hiyo, tukaishi nje ya nidhamu ya Uislamu, tunakuwa ni watu wa kulaumiwa kuliko wote katika viumbe alioumba Allah. Kwa hiyo tushukuru kuwa Waislamu kwa maneno na vitendo. Shukurani ndogo ni kule kusema alhamdulillah, lakini shukurani halisi ni kutekeleza yale tuliyoagizwa kwa vitendo. Tutakuwa tumemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Qur'ani tunapata miongozo ambayo Allah anatupa tofauti ya imani na kutokuwa na imani, tofauti ya mu'min na asiyekuwa mu'min. Kwenye suratu Az-Zukhrufi, hapana, ni suratu Sabai, katika aya ya 31 mpaka 34, Allah amesema waqala alladhina kafaru lan nu'mina bihadha alqur'ani wala billadhi bayna yadayhi, wale wanaokufuru dini ya Mwenyezi Mungu huwa wanasema, na kusema huku si lazima useme kwa maneno kwamba mimi siamini, mimi sitaki. Kule kuambiwa fanya usifanye ndo umekufuru, maana yake umekataa. Na kuambiwa jambo usifanye ukafanya, we huwa umekataa, umegoma. Sasa muabuduni Mungu wenu mmoja aliyeumba, acheni kuabudu vitu mnavyotengeneza wenyewe. Watu wamekataa, wamesema miungu hii ndo tuliyokuta nayo wazee wetu, na wazee wetu hawakuwa wapumbavu, na huyo Mungu mwenyewe katuamrisha tuwatii wazee wetu. Kwa hiyo tutafuata hivi hivi tulivyowakuta navyo wazee wetu. Wakafata batil na wakaiacha haki pamoja na hoja zilizo wazi. Kwa hiyo waliokufuru huwa wanasema, waqala alladhina kafaru, wale wanaokataa mpango wa Allah huwa wanasema, lan nu'mina bihadha alqur'ani wala billadhi baina yadayhi, hii Qur'ani yenu sisi hatuiamini wala hatuyaamini maagizo ya vitabu vilivyokuja kabla ya Qur'ani. Kwa hiyo sisi hatufati Taurati, hatufati Injili, hatufati Zaburi, hatufati Qur'ani.
na huo ndo ukawa msimamo wao katika maisha haya ya mpito mpaka mauti yanawakuta. Hawaishi kwa mujibu wa mwongozo wa vitabu alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa matokeo yake Allah anatuambia, walau tara idhi dhalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawl. Lau ingelikuwa kwa sasa hapa ulipo unaweza kuona hali itakuwaje siku ambayo watu waliodhulumu nafsi zao wamesimamishwa mbele ya Mola wao. Uliambiwa fata mpango wa Mungu, hata kama hukusema kwa maneno sifati, lakini vitendo ni mzungumzaji mzuri zaidi. Vitendo vyako vilikuwa tofauti na Qur'ani, tofauti na dini. Sasa siku ya kwenda kupewa malipo kwa amali tulizozifanya hapa duniani, unasimamishwa mbele ya Mola wako. Yale ya kwenda kulipwa huko hukufanya hata moja, huna ambalo kwa vigezo vya dini hili ni ibada, na aliyeabudiwa kuna siku kaitenga kwenda kuwalipa waliomwabudu. Kwa hiyo hukuishi maisha ya ibada, kwa hiyo umedhulumu nafsi yako. Sasa aya inasema walau tara izi dhalimuna mawqufuna inda rabbihim, lau ingelikuwa unaweza kwa sasa hapa duniani kuona vipi hali ya waliodhulumu nafsi zao siku watakaposimamishwa mbele ya Mola wao kwa ajili ya hisabu na malipo. Yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawl, wanarejesheana maneno. Hawa wanasema na hawa wanajibu, hawa wanashtaki na hawa wanakataa shtaka, hawa wanalaumu na hawa wanakanusha lawama, kati ya wale ambao waliongoza na wale walioongozwa. Yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru, wale ambao hapa duniani walikuwa ni wafuasi, raia wanaongozwa, siku ya Kiyama watakwenda kuwalalamikia viongozi wao waliokuwa na mamlaka na maamuzi juu yao. Wanyonge watasema mbele ya Allah kuwasemea wakubwa wao, laula antum lakunna mu'minin. Wanyonge watasema kuwaambia wakubwa wao, kama sio nyinyi, wallahi sisi tungekuwa waumini. Tulilinganiwa sana dini, tulihimizwa sana ibada, tulielekezwa sana kwenye mambo mema, lakini ilishindikana kuyafuata kwa sababu ya kukusikilizeni nyinyi. Kama si nyinyi, wallahi sisi tungelikuwa waumini. Nimesema wallahi kwa sababu lugha iliyotumika ni lugha ambayo ina uzito wa kiapo. Laula antum, wadogo wanawaambia wakubwa wao, kama sio nyinyi waheshimiwa, lakunna mu'minin. Hiyo lam inaitwa ni lamul qasam litaakidi alkalam. Wanaongea kwa msisitizo, kwa uchungu, kama sikufuata sera zenu, miongozo yenu, taratibu zenu, mila na dasturi zenu, sisi tulihubiriwa haki, tuliambiwa taarifa za Kiyama, tuliambiwa namna ya kujiandaa, hatukuyafuata hayo kwa kuwasikiliza nyinyi. Kwa hiyo kama sio nyinyi tungekuwa waumini. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, wakubwa nao hawatukubali kulaumiwa au kushitakiwa siku hiyo, watakataa shitaka na watasema, qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, wale wakubwa hapa duniani waliokuwa wamiliki na waongozaji wa mambo watawaambia wale waliokuwa wamewamiliki na kuwaongoza, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum, kwani sisi ndio tuliokuzuilieni nyinyi na uongofu wa Mola wenu pale ulipowafikia, mlipolinganiwa. Sisi kwani tulikwambieni msimwamini Mungu? Mlipohimizwa ibada, sisi tulikwambieni msimwabudu Mungu wenu? Anahnu sadadnakum, kwani sisi ndio tuliokuzuilieni, anil huda, muachane na uongofu, baada idh ja'akum, baada ya kukujieni.
Na kweli wakubwa hawatuambii msimwabudu Mungu, wala hawasemi hiyo dini yenu tunaipiga marufuku, lakini wanatengeneza mazingira ya kwamba wewe uwe huna nafasi ya kushikamana na dini, na ukiendekeza dini sana watakwambia chagua kimoja kati ya dini na kazi zetu. Sasa uchague kimoja, dini yako na kazi zao, lakini hawajakwambia usiabudu dini yako, wanakwambia chagua kimoja. Anahnu sadadnakum anil huda, siku ya Kiyama watakuja kukataa. Hawakukupotosha, watasema. Hawakukuzuia na dini, watasema. Anahnu sadadnakum, kwani sisi ndo tuliokuzuilieni. Anil huda, muachane na uongofu. Baada idh jaakum, baada ya uongofu kukujieni. Bal kuntum mujrimin, usitulaumu sisi, lakini nyie wenyewe toka hapo mlikuwa ni wapenda kufanya makosa. Nyie wenyewe ule upotofu mlikuwa mnaupenda, hatujawapeleka sisi kwenye upotofu. Nyinyi wenyewe ule uasi mlikuwa mnaupenda, mkamuasi Mola wenu, hatujawakataza sisi kumtii Mola wenu. Waqala alladhina istudhaifu lilladhina istakbaru, wadogo hawatokubali nao watawaambia wale wakubwa wao, bal makru llaili wan nahari, ingawaje hamkusema kwa mdomo tusimwabudu Mungu, lakini nyinyi kwenye mamlaka, madaraka na nguvu za kiutawala mlizokuwa nazo, mlikuwa mnatufanyia vitimbi usiku na mchana, munatupangia hili na lile usiku na mchana. Idh ta'murunana, pale mlipokuwa mnatuamrisha, an nushrika billahi wa naj'ala lahu andada, mlikuwa mnatupa amri ambazo tulipozitekeleza tulikuwa tunamshirikisha Allah, na tulipozitekeleza amri zenu tulikuwa tumejalia kwamba Allah hayuko peke yake, ana wenziwe wenye mamlaka kama yeye. Kwa hiyo tuna haki na uhuru wa kuchagua amri ya nani tutekeleze, ya Mungu au ya huyu mwingine. Ndio hiyo andada. Kuna amri 2, 3, 4, zote zinakinzana, haziendi upande mmoja. Iko ya Mola wako, iko ya mkubwa wako, iko ya mila ya mji wako, iko ya nani. Sasa wewe mwenyewe ukawa unaanza kuchagua nitekeleze ipi katika hizi ambazo haziingii kwenye chungu kimoja, ukachagua ulioipenda ukaifanyia kazi. Sasa siku hiyo utakuja kumtafuta aliyekupoteza na utaanza kumlaumu. Bal makru llaili wan nahari, hata kama hamkutukataza kwa kauli tumkufuru Mungu, lakini mlikuwa mnafanya vitimbi vya usiku na mchana. Idh ta'murunana, mlikuwa mnatupa maagizo yenu, amri zenu. An nakfura billahi, maagizo mliotupa tukiyatekeleza tulikuwa tunamkufuru Allah. Wa naj'ala lahu andada, na tulikuwa tunajalia Allah hayuko peke yake, ana wenziwe wengi tu ambao wana haki ya kutoa maagizo, na yote maagizo yanakuja kwetu, tukachagua lipi la kutekeleza. Unaweza ukaambiwa siku ya Ijumaa, leo tuna kikao muhimu, na wewe kwa nafasi yako utakiwi ukosekane hapo, ukasema basi Ijumaa leo ninai-cancel, natii agizo la huyu. Unaweza ukapewa kazi mbaya, fulani katuchosha, tunataka umuue, na wala hana kosa la kustahiki kuuawa, lakini wewe ukaona nimepewa agizo, ukatekeleza mauaji kwa kumfyagilia mzee. Unaweza ukapewa agizo lolote lile baya kwenye dini halitakiwi, lakini na wewe ukawa unalitekeleza roho kwatu, bila ya kinyongo wala kuona kimeme, hata woga huna. Kwa sasa duniani huoni kama unaabudu miungu mingi, lakini siku ukweli ukidhihiri, siku ya hisabu na malipo, yale uliyoyafanya hapa ukaona uko sawa, siku hiyo yanakutia hatiani. Sasa utamtafuta mbaya aliyekupeleka huko, na ukimlaumu atazikataa lawama zako. Na katika sura ya 11 kwenye aya 25 na zinazofuata mbele yake, Allah anatupa kisa au kasimulia visa kuanzia hapo mpaka kuendelea aya nyingi tu kwenye hiyo sura, visa vya umma zilizopita,
jinsi walivyopelekewa mitume, na mitume walikuwa wana vitabu vya mwongozo. Watu wana mazoea yao, wana wakubwa wao, wana mambo ambayo yanawaweka mjini. Dini wanaikataa, wanaiona haina uzito wote kwenye maisha yao. Kwenye maisha yao kuna vitu vingine wanatekeleza kinyume na dini inavyotaka. Sasa hizi ni mfano, aya kuanzia 25, Allah anasema walaqad arsalna Nuha ila qaumi inni lakum nadhirun mubin, tulimtuma Nuhu kwa watu wake kama mtume, awaonye mwendo wanaoenda siwo, mila yao na dasturi yao sio sahihi, awaelekeze kwenye mila na dasturi sahihi ya kumwabudu Mola wao aliyewaumba. Kaenda Nuhu kwa watu wake na akafikisha ujumbe aliotumwa, akasema inni lakum nadhirun mubin, enyi watu wangu, mimi ni muonyaji wa wazi, nimekuja kuwapeni onyo, indhari. Mwendo mnaoenda siwo, hatima yake haitokuwa nzuri. Mwendo sahihi ambao mnatakiwa muende nao Allah taabudu illa Allah, inni akhafu alaikum adhaba yaumin alim. Masala mazima ya mwenendo wenu wa maisha yanatakiwa yawe ni ibada ya kumwabudu Allah. Musimwabudu yoyote katika ardhi hii ila Allah. Naogopea mkenda mwendo huu mpaka yakawafika mauti, kunakokwendwa mtakwenda kupata adhabu mbaya inayouma. Qur'ani huwa inazungumza kwa lugha ya ufupi, lakini ufupi wenyewe unafahamika. Aya moja ina maelezo marefu, unaweza ukatunga kitabu. Aya moja inaweza ikakupa stori ya maisha ya mtu mzima tangu kuzaliwa kwake mpaka akafa. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kwamba wakati huu watu wa Nuhu walikuwa wamepoteza dini aliyoiwacha Adamu huko nyuma, na wakaingia katika amali za ushirikina, wakaacha kumwabudu Mungu wa haki aliyewaumba, na wakawa wanaabudu visivyostahiki kuabudiwa. Mila na dasturi yao ikawa ni mbaya ya ukafiri, badala ya mila ya kumwabudu Mola mmoja kwa tauhidi. Katumwa mtume aje awaambie wamepotoka, wanavyoenda sivyo, wajirekebishe. Lakini jawabu ya watu wake ikawa kama ifuatavyo: faqala almalau alladhina kafaru min qaumi, wakasema wakubwa wa mambo. Almalau husema wale wazee wetu wanaotafsiri kizamani, wazungu kule, wise men, watu watendaji kwenye serikali yao, wanaomsaidia aidha mfalme wao, rais wao, nani, au ndo wanaitwa almalau, watawala, viongozi, ndo wanaomiliki mambo ya jamii pana. Wakitaka lao lazima liwe, wasilolitaka kwa nguvu zote watalipinga lisifanyike. Ndo maana kule kwenye aya nilizozisoma, wale waliotawaliwa raia watawalaumu wakubwa, kwa sababu ndo serikali ina mkono mrefu, ikipitisha lake ndo limepita, ikikataa jambo ndo limekataliwa. Hapa aliyetawaliwa hayaoni madhara hayo, baada ya kuondoka hapa ndo ataona la, kumbe kakosea sana, na anakokwenda kaenda vibaya. Na siku ya Kiyama, siku ya haki ya uadilifu, ndiyo maana watakuja kumjua mbaya wao ni nani, aliyesababisha wao wapotee. Hapa sasa hivi hata wakisomewa aya zote hawaelewi, hata wakaelekezwa kwenye haki hawaioni, kwa sababu kile walichoshikilia wao ndo wanaona haki. Kwa hiyo Nuhu katumwa kwa watu wake, wamo wanyonge raia wenye kutawaliwa na wamo wakubwa wenye kutawala, kaumu yake kwa ujumla, waende mwenendo wa dini,
Uislamu ni kujitambua tu Muislamu kwamba mimi ni makhluk, ni kiumbe nimeumbwa. Hatua ya pili, umfahamu khaliq wako, nani kakuumba. Kinachofuata baada ya hapo, utengeneze muamala mzuri wa kimaisha baina yako kiumbe na muumba wako, uishi maisha ya ibada. Lakini hapa mtu hata ukimueleza hivyo hakuelewi, kwa sababu ana yake yeye. Kwenye wadhifa wake alikochaguliwa kazi ni mtukufu, mheshimiwa, ana nguvu. Kwa hiyo ukimwelekeza kwenye dini wala haipandi hiyo imani ya dini. Kwa hiyo waheshimiwa wakati wa Nuhu walimwambia mtume wao Nuhu, qala almalau alladhina istakbaru min qaumi, walisema waheshimiwa wenye kiburi katika watu wake Nuhu, ma naraka illa basharan mithlana, Nuhu huna maajabu. Lipi maana yake wewe ulilotuzidi sisi? Sisi tuko kwenye madaraka for so long, viongozi hapa, hatukuoni wewe zaidi ya kwamba ni binadamu kama sisi. Haya unayotukataza mbona yanafanywa kwa muda mrefu, tangu wazee na wazee wetu, mababu na mababu. Unakuja kuyaona wewe mtoto wa juzi uliozaliwa hapa hapa, wa haya ndo mabaya. Wewe ni binadamu kama sisi. Jengine, wama naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna badia rai, hatujawaona wenye akili kukufuata wewe, kukuamini. Wanaokufuata wewe, hao waliokuamini ni wale watu radhili, watu wapumbavu wapumbavu, wanyonge wanyonge, wasio na maisha. Watu walioshindwa kimaisha ndio wanakuamini wewe unayoyasema. Watu wenye akili yao na wenye maisha yao, wenye pesa zao, hata hawakuelewi wewe unasema nini. Baadhi ya rai, wanaokufuata wewe hawana akili ya kuona mbali. Ndio maana unalolitoa kinywani wamelidaka, wanasikiliza tu. Hawa siku zote ni kama bendera, wanafuata upepo. Wama nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin. Mwisho waheshimiwa wakamwambia mtume wao, hatukuoneni nyinyi wewe na wanaokufuata kwamba eti ndo mna utukufu kuliko sisi. Kama utukufu uko kwetu sisi, ndo wenye mji sisi, tunaloliamua linafanyika hapa. Sasa wewe utafanya nini? Wama nara lakum alaina min fadlin, hatukuoneni nyinyi kwetu sisi kwamba mna utukufu fulani, mmefadhilika kiasi fulani kuliko sisi. Bal nadhunnukum kadhibin, lakini sisi tuna hakika nyinyi ni watu waongo. Wewe Nuhu na hao wanaokufuata, yeye ni watu waongo. Haya mnayohubiri ni uongo. Ndio yale yaliyosema kule, lan nu'mina bihadha alqur'ani wala billadhi baina yadayhi, sisi hatupelekeshwi na kauli za hao mitume wenu. Hatuifahamu sisi Qur'ani wala vitabu vilivyokuja kabla ya Qur'ani. Yote hayo sisi tunaona uongo tu. Qala, mtume wao akasema, hakukasirika kuitwa muongo wala hakukasirika kuitwa mpumbavu. Yeye kajibu kiungwana, qala ya qaumi, Nabii Nuhu akawaambia watu wake, enyi watu wangu, araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi fa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Enyi watu wangu, araaitum, mwaonaje, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ikiwa haya ninayoyaongea kukufikishieni nyinyi ninayaongea kwa dalili na hoja kutoka kwa Mola wangu. Yani cha msingi hapa, munatakiwa muamini nyinyi ni viumbe na juu yenu yupo muumba wenu. Masala ya ibada, muumba wenu hataki muabudie vyengine. Wao wana sanamu yao wanaabudia, au wanawaabudu wakubwa wao, au wanaabudu chengine. Mimi ni mjumbe, nimetumwa kwenu.
aliyewaumba anataka mumuabudie nyinyi peke yake. Sasa kuna kaumu gani katika kaumu zilizokuja katika ulimwengu huu ya watu wasiojua kuwa yuko Mola muumbaji? Hivi kweli ndo mtu kumwambia anayestahiki kuabudiwa ni aliyeumba, sio vilivyoumbwa? Kuna mtu asiyeelewa lugha hii? Sasa kaongea kwa hoja Nabii Nuh. Mwaonaje kama ninayoyaongea ninaongea kutoka kwa hoja na dalili zilizotoka kwa Mola wangu? Wa atani rahmatan min indi, na Mola wangu amenipa rehma zinazotokana na yeye, kanirehemu mimi Mola wangu. Fa ummiyat alaikum, lakini rehema niliyopewa mimi kwenye dini ya Allah nyinyi mmejingikiwa nayo, mmekuwa kama vipofu, hamuioni. Anulzimukumuha, hivyo sisi tutakuwa na mamlaka ya kuwalazimisha mushikamane na haki, mumuabudu Mola wenu kwa nguvu, kwa lazima. Wa antum laha karihun, hali ya kuwa hiyo imani ya kumwamini Mungu wa kweli nyewe mnaichukia. Munafikiri sisi tuna nguvu au uwezo wa kuwalazimisha? Maana yake sisi kazi yetu ni kufikisha tu ujumbe. Sasa msiwe wakali, msitumie nguvu, tunaongea kwa hoja, na mimi ndo nimekuja na maneno yana hoja na dalili kutoka kwa Mola wangu, lakini sina mamlaka ya kuwalazimisha kwa nguvu muslimu. Nafikisha tu ujumbe. Ya qaumi, enyi watu wangu, ma as'alukum alaihi mala, sija kuombeni mali kama kiingilio cha kuingilia kwenye dini. Maana ukitaka kujiunga na jumuiya, taasisi, vyama vya michezo na nini, si kuna kiingilio, ada ya kadi, ada ya nini? Kwenye dini mtu hatakiwi tozo yoyote. Kinachotakiwa ni moyo wake au uelekeze kwa Mola wake muumba tu, na pia inashindikana. Usizini, mtu hakuelewi. Hata hiyo humtozi kodi, lakini anasema bwana, tusingiliane katika maisha bwana. Yani kama anayaweza vile yale mambo, anaenda na mambo yake Bukhari 5:20. Ndugu yangu, tuswali. Swala ni mawasiliano kati ya kiumbe na muumba wake. Mtu hakuelewi, na hili kweli humlazimishi, lakini unaambia hili jambo ni wajibu kwako, utakuja kulitamani hapo mbele, muda sio mrefu, siku ukifikwa na mauti tu. Achana na huko kujitutumua makeke ya ujana, uhai, neema ya mali. We ni kiumbe, yupo muumba wako. Tengeneza mahusiano mazuri baina yako na muumba wako, na kwenye hili mtu halazimishwi. Anulzimukumuha wa antum laha karihun, mnadhani sisi tutawalazimisha kuwa Waislamu hali ya kuwa Uislamu wenyewe mnauchukia? Wa ya qaumi, na enyi watu wangu, la as'alukum alaihi mala, mimi sijakuombeni mali, sijakutakeni kiingilio kwenye dini hii ya kumwabudu Mola wenu. In ajriya illa ala Allah afala taqilun, kama kuna malipo atanilipa aliyenituma kwenu, malipo yangu nategemea kwake, sikanituma kazi na ananiangalia ninaifanya kwa kiwango gani cha ufanisi. Kadiri atakavyoridhishwa na kazi yake nilivyoifanya ndivyo atakavyonilipa. Wama ana bitaridi alladhina amanu, wala mimi sitowafukuza walioamini. Kwenye sura nyingine imezungumzwa kwa urefu zaidi kwamba walimtaka Nuhu kama anahitaji kuongea na wakubwa waheshimiwa, aachane na kukaa kwenye vikao na watu wanyonge, awafukuzilie mbali, ndipo atapata access ya kuitwa kwa wakubwa, akae na azungumze nao. Waliomwamini ni wanyonge, kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaaminiwa na watumwa, watu masikini. Wakubwa wakasema, hivi huoni kinyaa kukaa na watu hawa? Hawajui kuvaa wakapendeza, wananuka jasho kila wakati, alafu na sisi ndo unataka tukufuate wewe, wakati wafuasi wako ndo hawa. Na Nabii Nuhu kaambiwa hivyo hivyo, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Nuhu, unatulingania sisi, tutakuaminije wewe
wakati wanaokufuata ni watu radhili. Aradhiluna, watu radhili. Kwa sema wama ana bitaridi alladhina amanu, mimi sitowafukuza, sitowaondoa karibu yangu watu ambao wamemwamini Mola wao. Innahu mulaqu rabbihim inni idhan la min zalimin, hawa watakutana na Mola wao, nikifanya hivyo itakuwa mimi nimedhulumu nafsi yangu. Picha inayojengeka ni kwamba binadamu ingawaje kazaliwa dhalili, hana akili, hana mali, hana elimu, hana uwezo, lakini akishafikia mahala fulani hujihisabu kutokana na pale alipofikia tu. Ukaja ukamkuta kwenye siku ambazo sasa yuko well off, ana mali, ukiongea naye hapa jeuri yake ni kwa sababu yeye ana mali, we huna. Ukikutana wakati yuko msomi, kishamaliza vyuo, ana digrii zake, atajichukulia kuanzia pale ambapo sasa ni msomi, hata hakumbuki kidogo historia yake ya nyuma alikuwaje. Yeye msomi. Ndio tabia ya binadamu, innal insana la yatgha arraahu istaghna. Binadamu lazima atakabar, achupe mipaka anapojiona mkwasi, yuko kwenye hali fulani. Kwa hiyo hivi ndivyo vinavyowafanya watu wawe wana maamuzi, wachukue madaraka mikononi, wapingane na ukweli na haki iliyotoka kwa Mola wao. Sasa tunakumbushana, si mapya, tunayaelewa. Tunakumbushana mtaji wa mwanadamu katika maisha haya ya mpito ni huu umri wake. Mtaji wetu ni huu umri tuliopewa. Kwenye kila siku moja yenye saa 24, mambo yako unayoyafanya yamehifadhiwa kama kwenye ukurasa maalum. Haya ni mambo aliyoyafanya fulani ibn fulani, siku fulani, ya mwezi fulani, ya mwaka fulani. Kila siku ni kama peji, ikipita inafunguliwa nyingine, inaanza siku nyingine. Sasa inawezekana kwenye siku yako yenye saa 24 usiku na mchana, kama ni mwerevu, ukajipanga ukafanya mambo mengi ya kheri kwenye ile siku. Ikimalizika siku, kumbukumbu zako zilizohifadhiwa kwenye siku hiyo zinakuwa nzuri, utakuja kufurahishwa nazo siku ukionyeshwa. Na inawezekana kwa sababu ya kujiendekeza, kwa hivyo unavyojiona ulivyo kijana, una pesa, una afya, maana hata afya nayo unaona kama ni mali yako. Huwatazami wenzio ambao wamezaliwa walemavu, wagonjwa, au walizaliwa wazima wakapatwa na ugonjwa miaka 6 wako kitandani. Wewe yote huoni kama yale ni mafunzo, na wewe linaweza likakutokezea. Unajivuna kwa pale unapojiona ulivyo. Sasa ile siku ni muhimu ujitahidi kuitumia kwa kufanya ndani yake mambo mema. Ikiondoka ndio imeondoka, na imeondoka na ulioyafanya. Kesho yake unaanza ukurasa mpya nao. Kwa hiyo kama hukuweza kufanya mazuri mengi ndani ya siku, utafanya mabaya mengi ndani ya siku husika. Au hukufanya mazuri wala mabaya, utakaa tu usifanye kheri wala shari, wewe umeacha blank kwenye hiyo siku. Ni hasara kwako mwenyewe. Tunakokwenda utakwenda kuulizwa nini ulifanya. Kumbukumbu zako zitaonyesha hukufanya kitu, au kumbukumbu zako zitaonyesha umefanya shari nyingi, au kumbukumbu zako zitaonyesha umefanya kheri nyingi, au zitaonyesha ulikuwa mfanyaji wa kheri lakini kheri zako kiduchu sana. Sasa haya tunayokuwa tunapitiana kukumbushana ni kupeana hamasa, motisha. Sisi ni Waislamu na tunapaswa kuupigania, kuulinda, kuuendeleza huo Uislamu. Ndio ajira tuliopewa, kama Allah alivyotuambia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi wafuasi wa Muhammad mmekuwa ni umma bora kuliko umma nyingine. Umma huu umetolewa kwa ajili ya watu. Nilizungumza mahala, mtu akaniuliza, sasa umma nini na nasu nini?
Umma umetolewa kwa ajili ya watu. Sasa huo umma si ndo hao watu? Nikamwambia aya yenyewe inajielezea, kuntum khaira ummatin, katika watu wote waliopo ulimwenguni, sio wote waliomkubali Muhammad, wote ni nasi. Mmenifahamu vizuri? Wote watu ni nasi, lakini sio wote waliomkubali Muhammad. Na hata waliomkubali Muhammad sio wote wanaokithamini hicho alichokuja nacho Muhammad. Kwa hiyo umma ni krimu ya watu fulani ambao wamejikomiti kufanya jambo fulani, ndo umma. Na mfano wake kwenye Qur'ani, hata mtu mmoja tu kaitwa umma. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal mushrikin. Mmoja, maisha aliyoishi yeye ni kama umma, alikuwa ni mtiifu kwa Allah na wala hakuwa katika washirikina. Wakilisha umma ni mtu mmoja, lakini ni umma. Na ukisoma historia yake katika aya mbalimbali za sura mbalimbali, kweli utafahamu huyu mtu alikuwa kiboko. Kaitwa umma, mtu mmoja tu. Kwa hiyo kuntum khaira ummatin, nyinyi wafuasi wa Muhammad wa kweli mmekuwa ni umma bora. Na pia nikamwambia, pia kuna aya nyingine katika suratu Ali Imran inasema, waltakum minkum ummatun. Kwanza watu wote duniani ni nasi, lakini waltakum minkum, wapatikane miongoni mwenu wafuasi wa Muhammad, waumini. Miongoni mwa waumini wapatikane ummatun, timu ya watu watakaojikomiti kufanya jambo fulani kwa maslahi ya jamii yao ya Kiislamu. Umma huu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi. Wapatikane miongoni mwenu watu aina fulani wanaojulikana, wajipe jukumu la kulingania kheri, na kheri ni dini ya Allah. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, waamrishe yale anayoyataka Allah na wayasimamie kwa kuhakikisha yanatendwa, na wayakataze yale aliyoyakataza Allah, wasimamie wahakikishe hayatendeki. Hao umma wajikomiti kufanya kazi hiyo. Wa ulaika humul muflihun, na jamii ya watu itakaojengeka kwa mfumo huo, hawa ndio watakaofanikiwa. Kwa hiyo kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi wafuasi wa Muhammad ni umma bora ulioletwa kwa ajili ya watu dunia nzima, wanaoamini na wasioamini, watenda mema na wasiotenda mema, wote wanufaike au watanufaika kwa kule kuwepo kwenu nyinyi hapa katika ardhi. Na ndio maana Mtume akasema kuwaambia Waislamu, kila Muislamu unamgusa ujumbe huo wa Mtume. Mtume alisema, unsur akhaka dhaliman kana au mazluma. Muislamu popote ulipo, mnusuru ndugu yako Muislamu, akiwa anadhulumu au anadhulumiwa. Unsur akhaka, mnusuru ndugu yako, dhaliman kana au mazluman. Unatakiwa umnusuru akiwa dhalimu, anadhulumu, au umnusuru akiwa anadhulumiwa. Hii lugha iliwakanganya kidogo masahaba. Kiarabu ni lugha yao, lakini kama hawakumuelewa hivi, wakamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, nansuruhu idha kana mazluma, tunamnusuru ndugu yetu atakapokuwa yuko kwenye mazingira ya kudhulumiwa. Si ndio unamsevu mtu anayedhulumiwa? Fama baluhu in kana dhalima, tunamnusuruje ndugu yetu ikiwa yeye ndo dhalimu? Sasa unatuambia tumnusuru ndugu yetu, na ndugu yetu kiimani ni Muislamu mwenzetu.
Tunatakiwa tuwanusuru, tuwasaidie ndugu zetu Waislamu wenzetu, ndugu zetu katika imani, wakiwa kwenye mazingira ya kudhulumu au wakiwa kwenye mazingira ya kudhulumiwa. Walioambiwa wakasema, tunavyofahamu sisi, unamnusuru ndugu yako ikiwa anadhulumiwa. Sasa kama yeye ndo dhalimu, unamnusuru vipi? Mtume akaambia, sijakosea wala sijaponwa maneno, ninamaanisha ninachokisema. Anayedhulumu, kumnusuru kwake ni kumnusuru kabla hajaitekeleza ile dhulma yake. Nansuruhu idha kana mazluma, tunamnusuru ndugu yetu atakapokuwa yeye ndo anadhulumiwa. Fama baluhu in kana dhaliman, inakuwaje tunamnusuru ikiwa yeye ndo anadhulumu? Mtume akamwambia, tamnauhu ani dhulmi, kumnusuru ndugu yako dhalimu ni kumkataza au kumzuia asitekeleze ile dhulma. Mbele ya Mungu ushamnusuru, ilikuwa aingie pabaya, lakini wewe unafanya juhudi kumtengeneza mazingira asitekeleze dhulma ili asiende pabaya, si umemnusuru pia? Kwa hiyo, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mmekuwa wafuasi wa Muhammad, waumini wa kweli, ni umma bora uliotolewa kwa ajili ya maslahi ya watu kwenye maisha haya ya mpito. Nyinyi kuwepo kwenu ni faida kwa watu wengine. Taamuruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billah. Ubora wenu uko hapa, munaamrishana yale mema, yale yanayotaka Allah musimamie, muhakikishe yanakitishwa kwenye maisha, yanafanyiwa kazi. Ndo ajira yetu hii. Watanhauna anil munkari, na mnakatazana maovu, mnayadhibiti yale maovu. Munkari ni yale asiyoyataka Allah. Ni wajibu wetu na jukumu letu la muhimu kuhakikisha yale yaliyokatazwa kwenye maeneo yetu hatuyaruhusu, hatukubali yafanyike maovu. Maana aliyekataza anaona, ikiwa sisi anatendeka tunayachekelea, yeye anamkasirisha, atakasirika na sisi pia. Kwa lile ambalo kasema hataki, nyinyi muthibitishe kuwa hamliruhusu kwenye maeneo yenu lifanyike, na lile alilosema hili muhimu, sipendi kuona mnaliacha, nyinyi jukumu lenu ndo msimamie, muhakikishe hili jambo tunalitekeleza kwa kutafuta ridhaa za Mola wetu. Watuminuna billahi, muyafanye hayo ya kusimamia anayoyataka na kudhibiti asiyoyataka, kwa sababu muamini Allah. Ubora wetu utakuwa uko hapo. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, kama watu wa kitabu Mayahudi na Manasara wangeamini kwa mujibu wa imani hii mlio nayo nyinyi, ingekuwa ni kheri kwao, lakini wao imani hii ndo walioikataa. Minhumul mu'minun, wanapatikana wachache katika hao watu wa kitabu wanaoikubali imani hii ya kweli, ukasikia wamekubaliana nayo na wamesilimu. Wa aktharuhumul fasiqun, lakini wengi wao wanakuwa ni waasi, hawakubaliani na haki. Ndo wale waliosema lan nu'mina bihadha alqur'ani wala billadhi baina yadayhi, hatuamini hii Qur'ani wala hatuamini vitabu vilivyopita kabla ya Qur'ani. Kwa hiyo Yahudi anasema anaiamini Taurati, lakini hayafati maagizo ya Taurati. Anasema anamuamini Musa, lakini hafuati mafunzo ya Musa. Mkristo anasema anaikubali Injili na anamkubali Bwana Yesu, hafati maagizo ya Injili wala haendi mwenendo wa Yesu, anakwenda kwa wake mwenyewe tu, au anaoiga kwa watu ambao watakuja kulaumiana mwisho wa safari. Na Muislamu hali kadhalika, sisi ndo tumo tunakumbushana kwamba huo sio mwendo mzuri. Wanasema hiyo sio fair, kusema ni Waislamu alafu tukaenda tofauti na Uislamu unavyotaka, ni kosa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuonyeshe ule Uislamu wetu kwenye matendo ya kila siku, na tufanye kwa sababu tunamwamini Allah, iwe ni sehemu ya matumizi mazuri ya muda, iwe ni amali zetu njema tulizozifanya, siku ya malipo tukafurahi kwa thamani ya malipo tutakayopata kwa kuitendea haki imani yetu.
Huo ndo ujumbe ambao nimekuja nao kukumbushana nanyi leo, na mpaka hapo napenda nifike. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kutoka hapo tunaingia kwa kumuuliza Sheikh maswali. Tutapata fursa ya kumuuliza Sheikh maswali na tutaendelea maswala hayo yaelekezwe katika mada ambayo amezungumza. Ikiwa kuna dharura ya mada ya nje ya mada inayotangania swala vilivyo, tutampa fursa Sheikh ajibu inshallah. Nadhani hiyo ni fursa kwetu. Tunatakiwa tutumie fursa hiyo kwa kumuuliza Sheikh maswali, na vile vile tuwe makini katika kusikiliza maswali na majibu ili tupate fawaida ya hapa duniani na kesho akhera. Na muulizaji wa kwanza, naam. Swali jamani, tukirudi katika masomo haya, muulizaji wa kwanza. Naam, tayeb. Assalamu warahmatullahi. Mimi swali langu kwamba sisi ni umma bora, na ubora wetu sisi ni pale ambapo kuwa tunaamrishana mema na kukatazana mabaya. Sasa itakapokuwa kwamba unamlingania ndugu yako kwamba umemwona amefanya jambo ambalo kuwa halipo katika Uislamu au halipo katika mafundisho, lakini sasa baada ya kushamkumbusha kwamba jambo hili sivyo ambavyo kwa limeelekezwa katika Uislamu, lakini sasa yeye akakwambia kwamba mimi sijasoma, lakini kwa wewe hunielezi chochote, hali ya kuwa kwamba aya hadithi zote zinaelekeza kwamba lile jambo analofanya sio sahihi. Je, mtu huyu uendelee kumlingania au ni bora kujiepusha naye, kukaa pembeni? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu cha muhimu kila mmoja anachopaswa kujua, sisi wanadamu tumeletwa hapa duniani ni watahiniwa. Kwa hiyo mtahiniwa inawezekana akapata moja kati ya matokeo mawili, anaweza kufaulu mtihani wake au akawa ni mwenye kufeli mtihani wake. Yote mawili uyategemee, na usitegemee kwa sababu unachozungumza ni haki kila utakayemzungumzia atakuamini. Umenifahamu? Hata mitume wamepoteza watu wao wa karibu tu kwenye familia. Yeye mzee analingania kwengine, lakini mtu wake anamkataa. Sasa kwenye kulingania, kwanza hatupaswi kuwa ni wenye kukata tamaa, kwa sababu ni wajibu wetu wa kila siku. Unamlingania mtu kitu kiasi ya haja kwa lugha nzuri. Hata mtume kafundishwa adabu ya kulingania, kaambiwa fadhakir in nafaati dhikra, jitahidi kukumbusha kwa lugha ambayo wewe mwenyewe ujiridhishe hii ni nzuri, italeta manufaa. Kwa hiyo uzingatie mazingira, aina ya mtu unayezungumza naye, pahala alipo, lugha unayotumia, vitu vingi uvizingatie kwa pamoja. Kwa hiyo umezungumza na mtu jambo, kakasirika, kaja juu, kakutukana, ondoka kwa wakati huo, hayuko vizuri kwenye mood. Umenifahamu? Lakini wakati mwingine ukimkuta mahala kafurahi, zungumza naye, lakini pia uchague lugha nzuri ya kuwasilisha maneno yako kwake, kwa sababu kuna wasia wa Luqman maarufu tunausoma kwenye suratul Luqman, ya bunayya aqimi salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. Mwanangu, mzee anamuhusia mwanawe, simamisha sala,
na uwe na tabia ya kuamrisha yale mema anayoyataka Allah na ukataze maovu asiyoyataka Allah, na uvumilie juu yatakayokufika. Kayapangilia according to their priority order. Wewe ukishikamana na sala, kule kufanya kwako ibada tu inakuwa kero kwa watu wengine, hata kama hujawaambia tukasali. Hawakupendi tu, ndio ajifanya shehe, simpendi. Nature ya watu iko hivyo. Wengine wewe unaweza ukatoka unapita na safari zako, watu wakaangalia time, maana wamekuzoea. Ukipita saa hizo sehemu hizo unaenda msikitini, wanatizama saa hivi, kejeli inakuwa. Sasa kufanya wewe wema kwa watu wengine huwa kero, na wala hujawaambia. La pili akamwambia waamur bil maarufi, amrisha mema. Sasa hii ya kuamrisha mema, wewe unatoka unakwenda kuingilia uhuru wa mtu, jambo halitaki, halijui, hafahamu umuhimu wake, wewe unaenda kumpotezea yake time yake, alafu unazungumza naye mwenyewe, anaona unazungumza rubbish, utumbo mtupu, anakereka. Japo la kheri ulilomwambia, lakini inategemea yuko kwenye mood gani, atakasirika. Uvumilie. Lakini la tatu ni baya zaidi kuliko haya mawili ya kwanza, kushika mwenyewe kheri, tatizo kwa watu. Kuamrisha watu ile kheri unayoijua wewe pia ni tatizo, tena kubwa zaidi, kwa sababu umekwenda kuingilia uhuru wake. Na kumkataza mtu jambo analolipenda kalizoea, hili baya zaidi, maana sasa hapa ndo umeingia kwenye 18 zake. Sasa kwa sababu ni jambo baya huzaa shari, ndo maana akafungamanisha maneno yake na kusema wasbir ala ma asabak, kuwa jasiri, mvumilivu, uvumilie yatakayokusibu ukifanya amali hizi tatu. Kwa hiyo usikate tamaa na mtu ukasema basi, lakini uwe mwerevu wa kubadilisha mbinu. Inawezekana wewe kwa alivyo yeye na wewe mulivyo, hawezi kukuelewa, hakufahamu, hata kuona wewe unajua nini, lakini unaweza ukabadilisha mbinu kwa kumtafuta mtu ambaye yeye anamfahamu, anamwamini, akamwambia. Inawezekana hakufahamu kwa kuambiwa na wewe, lakini lile lile akaja akaambiwa na mwingine anayemkinai akalifahamu. Sasa tena fulani alikuwa ananiambia sana ili nimembishia, kumbe kweli Kuna mtu sahaba anaitwa Amr ibn al-As. Huyu aliwafanyishia Waislamu mwanzo mateso mbalimbali, kawapatishia. Hata wale walioambiwa na Mtume wahame Maka, wahamie Uhabeshi, Amr ibn al-As kawafuata Uhabeshi kwenda kuwachongea kwa Najashi. Akatengeneza bonge ya fitna ili wafukuzwe au wauawe. Lakini Amr ibn al-As kalinganiwa na huyo Najashi mwenyewe. Kaambia, nyinyi kwa nini mnapingana na yule jamaa yenu na yule mtume kweli? Ambia, una maana mtume kweli yule? Ambia, wallahi yule mtume kweli. Na mimi lau kama si dhamana niliyopewa hapa na watu wangu, mimi ningekwenda nikawa mshika viatu wake tu kule. Najashi kasilimu, huyu jamaa yake wa damu wa Maka kapingana naye zaidi ya miaka 8. Miaka 8 wanasumbuana, lakini hatimaye naye kasilimu. Sasa kuna wengine wanachelewa kufahamu. Sasa ukisema hoteli mbali, umezungumza naye siku moja siku mbili, ushavunjika moyo na kata tamaa. Badilisha mbinu. Hata kwenye mchezo si mnabadilisha formation, mnasema hii mechi ni muhimu kwetu, kwa hiyo mnabadilisha formation hii na hii, mnatafuta ushindi na kulingania. Ndo hivyo hivyo, usichoke, lakini uwe na uangalifu, lugha nzuri, na uwe unasoma mazingira. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Shekhe, mimi swala langu sio kubwa, lakini unajua wakati wengine unaweza kumfahamisha mtu au kumwelekeza mtu kitu, kamwambia shekhe, hili unalofanya silo. Akakwambia kwamba jamaa yangu hili ni la kidunia tu, akhera haliko. Sasa swala langu liko hapa, hivi tunayofanya hapa duniani yapo ambayo akhera itakuwa hayahesabiwi? Asante. Hakuna hata moja utakalolifanya hapa duniani mpaka lile la upuuzi ambalo akhera halitohesabiwa. Yote yanaandikwa, ni matendo yako, yatakuwa ni mazuri au mabaya, lakini yote utayakuta huko mbele ya safari. Wasema hili la kidunia tu, Mungu hashughuliki na mambo yetu ya dunia. Si kweli, yote yatakwenda kuulizwa.
hajaifahamu huyo mtu hata dini yake. Ndo maana kwa mfano tumeambiwa katika aya ya kwanza ya sura ya 5, ya ayyuhalladhina amanu aufu biluqudi. Uqudi unafahamu, makubaliano, mikataba. Sasa wewe umetia mkataba na mtu wa kukufanyia kazi yako, alafu useme mkataba huu ni wa kidunia tu, haumo kwenye dini. Mkataba ukishaitwa mkataba, dini na utambua, tekeleza, ndo ulivyoambiwa. Sasa mtu mnakubaliana jambo, alafu yeye anaenda tofauti, alafu asema huyu Mungu mwenyewe hamind mambo kama haya. Sio kweli, ana mind vibaya, na utalikuta tu hilo. Wallahu aalam. Na mwenzaji wa swala la tatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi shekhe, swali langu ni katika kama unavyozungumza masuala ya uongozi. Maana itafika siku Muislamu au mwanadamu atakwenda kumlaumu kiongozi kwa yale ambayo kwamba aliamrishwa fanya hivi, yule raia akafanya. Sasa mimi swala langu la moja kwa moja kwenye masuala yetu ya kazi yetu, mfano kama katika sehemu ya bahari. Sisi tunafanya kazi kule baharini. Ndiyo. Lakini kiasi fulani kama ni nahodha wa ile chombo, inafika muda mfano ushaingia katika muda wa swala, lakini ndio nahodha angalia maslahi yake au baadhi ya wale wavuvi, mpaka muda ule wafanya nini unatoka. Vipi swala hili katika sheria ya dini inshallah? Haya, umeuliza swali, lakini nadhani jawabu yake wewe mwenyewe unaijua kwamba suala la swala kwenye dini yetu halina excuse. Hata wale waliokuwa wanapigana vita, tena vita vya panga, adui wale pale, sisi tuko hapa, wanaambia wakati wa swala wasali, iko inaitwa salatul khawfi. Hata kama uko nyumbani wewe unaumwa, kusimama huwezi, unaambiwa kaa kitako. Kukaa huwezi, lala ubavu. Ubavu wa kulia hauwezi, lala wa kushoto. Wa kushoto pia unaumwa, lala chali. Madamu akili timamu, sala haina excuse. Alafu mtu aje kwambie tu mazingira haya bwana sio ya kusali. Mwenyewe ndo alosema haina dharura swala. Na swala ndo ibada kiongozi itakayoulizwa mwanzo. Kama swala iko perfect na nyingine zitakubaliwa. Swala yako iko imperfect na nyingine ibada zote zitakataliwa. Alafu wewe ufanye uzembe kwenye swala kwa sababu ya samaki. Kwani ukitumia dakika chache ukaswali, huyo ulioswali kwa ajili yake hawezi akakupa samaki mpaka ukafurahi? Imani tu inakuwa sio. Lakini uongozi ni uongozi tu. Hata kwenye magengi ya ujambazi kuna dictatorship hivyo hivyo. Majambazi nao wanafanya kazi chini ya viongozi wao kwenye mazingira magumu. Maana nimekutana nao maeneo huko, ambia ustazi, hapa tunaongea tunacheka, ukinikuta nje usije ukaniita kwa jina, maana hujui mimi niko kazini saa ngapi. Ukitaja jina langu tu ninakuwasha wewe pale pale, maana ataonekana kumbe huyu anawajua wale. Na nimekutana na watu wanasema bwana, sisi wenyewe tukienda tukapiga dili alafu mshiko haukuongoka, tunapunguzana wenyewe kwa wenyewe. Maana wakati wa mgao tumepata milioni 100, milioni 100 tuko watano, tunagawana vipi? Kwa hiyo yeye mwenyewe gang leader anaamua fulani na fulani watupe, wanapiga na risasi. Unanifahamu vizuri ninachosema? Lakini kwa hiyo bwana, lazima na wewe una maarifa ya kufahamu kila kilicho na umuhimu kipewe umuhimu wake. Wallahu aalam. Na mwisho, Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam. Shehe, mimi na maswali mawili lakini mafupi sana. Una manne? Maswali mawili. sogea kidogo au sauti ongeza. Swali la kwanza ni kwamba nataka kufahamu Luqman alikuwa ni mtu katika umati gani? Lakini swali la pili, umeelezea kwamba sisi tumeambiwa au tumeitwa umma bora kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Swali langu liko hapa, je,
nyumati zilizopita hawakuwa umma bora, kwa sababu je, wale raia katika umati ule walikuwa hawana jukumu la kufanya hivyo au walishindwa kutekeleza hiyo amri? Luqman sijui alikuwa ni mtu wa umati gani? Jawabu swali la kwanza. Hili swali lako la pili ni kwamba umma zilizopita jukumu la dawa lilikuwa linaishia kwa mitume wenyewe tu. Wale wanaofuata mitume, wao kazi yao ni kutekeleza wanachoagizwa, hawakuwa na jukumu la wao kulingania. Lakini umma huu, wale wafuasi wametwikwa jukumu hilo. Kwa hiyo wao, watu wa umma huu, wanafanya kazi waliofanya mitume, ndio wakaambiwa umma huu ni umma bora. Umenifahamu? Inawezekana mtu wa kawaida tu akapiga somo pahala, watumia wakasilimu, wakamfuata, akawaingiza kwenye Uislamu. Na mtume wetu alikuwa anawaambia masahaba, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min an yakuna laka humurun ni'am. Wallahi, ukafanya juhudi ya dawa, Allah akafanikisha kumwongoza mtu mmoja tu kwa sababu ya dawa yako, ni bora kuliko kumiliki mali ya ngamia wekundu. Humurun ni'am ni kabila ya ngamia wale wa bei mbaya. Sasa ni ngamia ndiyo mali ya Waarabu wakati ule. Kwa hiyo kama akili zenu ziko kwenye mali, basi hata kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo yenye thamani kama hiyo mali au zaidi ya mali. Ukifanya juhudi kwenye dini, ukaingiza watu katika dini ya Allah, wewe umefanya amali kubwa yenye mafanikio makubwa baadaye. Kwa hiyo watu wa zamani hawakuwa na jukumu hilo, watu wa kawaida, ila ni mitume tu ndio walokalifishwa kufanya tablighi. Lakini umma huu wameambiwa na wenyewe wawe ni walinganiaji pia. Kwa hiyo huu umma ndio maana ukaitwa umma bora. Wallahu a'lam. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.